Ujenzi wa nyumba ya ibada sio kujenga tu kuta na paa, bali ni kukaa mahali ambapo vizazi vya sasa na vijavyo vitamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mbunge wa Geita Mtandura, Mheshimiwa waumini wa meza kuu, wachungaji, wazee wa kanisa, Waheshimiwa waumini wa Sabato, narudia tena Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina anaitwa Madasimba, ni katibu wa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, Mheshimiwa Johansen Mutasingwa. Mheshimiwa Mutasingwa yuko kijimbo Dodoma kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wake wa jimbo la Bukoba mjini. Lakini baada ya kusikia hafla hii ya kujenga nyumba ya Bwana, akasema mheshimiwa, naomba uende na katibu wangu aweze kuniwakilisha katika hafla hii. Naomba waumini mniruhusu nisome ujumbe wake wakati amenitumia ili awe na nyie katika ibada hii ya kulijenga kanisa takatifu la Wasabato. Naomba ninukuu: ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kanisa la Sabato la Bukoba mjini, na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Leo napenda kuwakumbusha kuwa kazi ya Mungu haihitaji moyo wa kujitoa, uaminifu, imani isiyotetereka. Ujenzi wa nyumba ya ibada sio kujenga tu kuta na paa, bali ni mahali ambapo vizazi vya sasa na vijavyo vitamwabudu Mungu, kutunza neno lake na kupata wokovu. Katika Biblia tunaona watu wa Mungu wanajitoa kwa hiari, kwa furaha na kujenga kuelekeza kazi ya Bwana. Mungu amependezwa na sadaka inayotolewa kwa moyo wa upendo na imani. Neno la Mungu linasema kuwa kila mtu atoa kama alivyokusudia kwa moyo wake, na si kwa huzuni wala kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda atoaye kwa moyo mkunjufu. Tunatoa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa na kuendeleza huduma ya Mungu. Tunadhihirisha kuwa tunathamini ufalme wake kuliko mali za dunia. Vile vile tunapaswa kuendelea kuishi katika imani ya kila siku, tukimtegemea Mungu katika nyakati za furaha na changamoto, tukijua kuwa yeye ni mwaminifu kwa ahadi zake. Naomba kanisa la Sabato la Bukoba liendelee kuwa na mfano wa umoja, upendo, kujitoa, uaminifu kwa Mungu, kuendelea kushirikiana kwa maombi, mali, vipaji, nguvu zetu, ili kazi ya Bwana izidi kusonga mbele. Mwenyezi Mungu abariki, aongoze imani, awape neema, muendelee kujitoa kwa moyo wote katika kujenga ufalme wake. Amina. Baada ya haya machache, mheshimiwa ameniahidi katika harambee ya kujenga ujenzi kwamba atatoa shilingi milioni 1, na atakapomaliza bunge ataomba kuja kusali na nyie kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa ibada. Kwa niaba ya ofisi ya jimbo kuu la kaskazini magharibi mwa Tanzania, kwa niaba ya washiriki wote wa kanisa wanaounda jimbo hili, nichukue nafasi hii kwa niaba ya maofisa wenzangu kuwashukuru wageni wote waliokuja kutuunga mkono katika changizo hili. Mungu awabariki. Utupelekee salamu zetu. Ninaamini hiyo milioni 1 itakuja, na atakapokuwa ametoka bungeni atimize ahadi yake ya kuja hapa kanisani. Tuna mambo tunahitaji tuzungumze pamoja naye.